Masomo ya haki kwa imani katika kitabu cha Warumi. Kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu, sehemu ya kwanza. Haki ni nini? Injili huileta haki. Haki ya Mungu ni kile atendacho Mungu, ni njia yake. Kuwa katika mapatano naye ni kuifanya njia yake kuwa yetu. Injili hutufunulia njia hiyo. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Na si hivyo tu, lakini ni uwezo wa Mungu kuitenda njia yake ndani yetu. Biblia ni kauli ya njia ya Mungu, na hii imefanyiwa muhtasari katika amri 10 ambazo ni tangazo la haki yake. Isaya sura ya 51 mstari wa 6 na ule wa 7. Katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Kristo anaitangaza haki hii kuwa ndicho kitu kinachohitajika sana. Kwa nini? Haki ni uzima, na mtu aliye na haki ya Mungu ana kila kitu katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ule ujao. Fungu la 17. Hapa tunayo haki kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hakuna kitu kingine zaidi. Kwa imani na matendo. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Mithali sura ya 30 mstari wa 6. Nini maana ya kuwa mwenye haki? Kuwa mwenye haki ni kuwa mnyofu, na mtu mwenye haki atatenda matendo ya haki. Hilo ndilo tunda la haki. Tunatendaje haki? Lakini mtu anatendaje matendo haya? Ni kwa imani. Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na ule wa 29. Hii ndiyo kazi ya Mungu mwamini. Yamkini tumekuwa na dhana finyu juu ya kile imani ilicho. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hapa kuna jambo zima. Hakuna kiwezacho kuongezwa juu ya kuihubiri haki ya Mungu kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Vipi kuhusu mafundisho kama vile Sabato, hali ya kutokufa na kadhalika? Kwa kuwa ufalme wa Mungu na haki yake ndicho kitu pekee kinachohitajika, na kwa kuwa hakuna kitu kisicho cha muhimu katika Biblia, mafundisho haya yote ni nyanja tu, vipengele vinavyotegemea jambo hili moja. Yote yamefungwa katika fundisho kuu la haki kwa imani. Hatuwezi kuhubiri kitu kingine chochote zaidi, kwa kuwa kitu kingine kando ya hiki ni dhambi. Juhudi batili isiyo na maarifa. Warumi sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Warumi 10 mstari wa kwanza. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuthibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Fungu la 18. Ghadhabu imedhihirishwa dhidi ya wale waipingao kweli kwa uovu. Unganisha fungu hili na sura ya 10 mstari wa 3. Mungu ni Mungu aliye hai. Kiti chake cha enzi ni kiti kilicho hai. Kuna maji ya uzima na kuna mti wa uzima. Kila kitu ni hai. Hivyo haki yake ni tendaji, yaani ni uhai. Watu wengine wakiwa hawajui haki hii, wanakataa kujisalimisha wenyewe chini yake na kuipinga. Mungu atawaadhibu wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu walijiambatanisha wenyewe na udhalimu. Umewaenea mwili mzima, na huo utakapoondoka, maana ni lazima dhambi iangamizwe, utaondoka pamoja nao. Hii inamaanisha tu kwamba Mungu hana upendeleo. Mafungu ya 19 na 20. Je, Mungu ni dhalimu? Hasha! Kwani daima tangu uumbaji kazi zake zimemshuhudia. Wengi hawajui kwamba ulimwengu usingeweza kujiumba wenyewe, lakini walipaswa wajue katika fungu la 19. Kwa nini watu hawajui? Mafungu ya 21 na fungu la 32
sura ya kwanza ya Warumi, inakuwaje kwamba hawajui? Ni wajuaji sana, walijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kama Paulo anavyosema, wale wayatendao mambo yaliyoelezewa kwenye kipengele hiki cha mwisho cha sura tunayoendelea kuitafakari, wanajua kwamba wanastahili kifo, na huwezi kuwapata watu wasiolijua hilo. Upagani ambao Paulo alikuwa akizungumzia, kama walivyowakilishwa na Waathene na kwingineko, hawakuwa ni wajinga katika mambo ya ulimwengu huu. Iliwahusisha watu ambao kazi zao katika sanaa na sayansi zinahitaji kujifunzwa leo. Mwanadamu anaweza kujua pasipo Mungu kama vile wanyama wawezavyo kujua. Na tofauti iko wapi isipokuwa katika viwango tu? Hakuna hekima kando ya Mungu. Hiki ndicho Paulo anachomaanisha anaposema, angalieni mtu asiwachafue kwa falsafa, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Na hivyo pia katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na katika Wakolosai 2 mstari wa 8. Tunasikia sana kuhusu maadili ya asili na sayansi ya maadili, maadili yaliyo kawaida ya wanadamu wote. Hayo ndiyo Paulo anayoelezea. Ni upagani. Wazo lililokithiri sana la kipagani haliko sahihi. Mpagani ni mtu asiyemjua Mungu. Anaweza kuwa ni mtu wa dini, lakini Mungu akiwa si chanzo cha hekima yake. Katika Marko sura ya 7 mstari wa 22 na 23, Kristo anaelezea asili ya maadili ya asili. Mioyo ya wote inafanana, tumetokana na damu moja tukae juu ya dunia. Wapagani ni watu wayatendao mambo yaliyosemwa katika sura hii ya kwanza ya Paulo popote wanapoishi. Watu walio Marekani au Uingereza wafuatao miongozo ya moyo wa asili si bora kuliko wale wayatendayo hayo hayo kule China. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi wa 21. Linganisha na Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Na sehemu ya mwisho ya Warumi sura ya kwanza karibu zinafanana. Ina maana kwamba watu katika siku za mwisho watakuwa ni wapagani wa wazi, wakijiachia wenyewe kuyatenda mambo ya mwilini. Hili linasaidia kuelezea rejea nyingi za Agano la Kale ambazo Mungu anazungumzia kuwahukumu wapagani. Inamaanisha kuwa wale wote watakaoangamizwa katika saa ya mwisho ya hukumu watakuwa wote ni wapagani. Je, wapagani ni wapi? Warumi sura ya 2 mstari wa 1. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Je, tuliwahi kufanya jambo lolote ambalo tulikuwa na aibu kulisema? Tulikuwa na tofauti gani na wapagani? Kwa hiyo hapa kuna uwanja mpana kwa ajili ya Injili. Ni aibu kuyazungumzia mambo yale yaliyotendwa na sisi sote sirini, lakini siionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kuna kitu kisicho na mantiki kabisa ulimwenguni, basi ni fikra za mwanadamu. Ni upumbavu kabisa mbele za Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 hadi wa 31.